take motorbike. We are coming. And I told don't carry, just come. You come we meet. Actually, come we meet in Otsenge. Katika ukimya wa usiku, mahali palipojengwa kuhifadhi maisha, huzuka kinyume muhimu sana kwa yale tunayotarajia. Hospitali, chumba cha wafu, na mwanamke mchanga ambaye angekuwa nyumbani kwake hivi leo. Tell them it is getting risky. Just come back. Let's follow up in the morning hours. We didn't believe, whichever the case, somebody will want to kill her. Mvua inanyesha polepole juu ya barabara ya Bondo, ikipita juu ya jengo ambalo kwa muda umeacha kusonga mbele. Ndani, chini ya mwanga dhaifu wa balbu moja, amelala Rachel Adhiambo, mama, afisa wa kisheria, binti wa mtu. Peter calls me. I've gone to the hospital. I've not had any news. I'm like, okay. Then later, Peter confirms. I've gone to the mortuary. So now found your sister. Sasa amebaki ni jina, alama tu, na namba kwenye register ya mortuary. Lakini safari yake haikuishia hapa. Ilimalizika maili mbali, gizani, kwenye barabara aliyoiamini. Called me. My sister, where are you? I told her, I'm here to Senge. Where are you standing at? She told me, do you have a jerrycan? I said, jerrycan for what? The pikipiki I was boarding apparently ran out of fuel. I said, what do you mean? Hapa ni Bondo, mji mtulivu mchana, kiungo cha barabara ikifika usiku. Mahali watu hupita wakidhani watafika nyumbani salama, wakidhani hatua ya mwisho nyumbani ndiyo salama zaidi. Rachel aliamini hivyo. Masaa machache kabla alikuwa hai, akicheka, akipiga simu, akielezea familia yake kuwa karibu kufika nyumbani. Safari moja ya mwisho, njia anayoijua, uamuzi mmoja tu ambao uliweza kumpeleka kwenye kitu kisichoelezeka. Kilichotokea baadaye hakikuwa ajali, hakikuwa bahati nasibu, na hakikuchukua muda mfupi. Hii si upekuzi tu ya jinsi Rachel Siamba alivyokufa, ni hadithi ya jinsi imani ilivyotumika kama silaha, jinsi giza lilivyoficha haki, na jinsi barabara moja ilivyokuwa shamba la kuogopesha. Hapa ndipo hadithi yake inapoishia na ukweli inaanzia. Rachel Siamba Adhiambo alikuwa mwanafunzi hodari, akili yake ya kisheria iliyoboreshwa na chuo kikuu cha Buzoga, ambapo alihitimu katika darasa la sheria mwaka wa 2010. Kwa Rachel, elimu haikuwa ya mwisho, bali ahadi kwa nafsi yake, kwa watoto wake, na kwa siku zijazo alizoziona zinaweza kuboreshwa kila wakati. Siku chache kabla ya kifo chake, alikaa miongoni mwa wahitimu katika chuo kikuu cha Kabarak, si kama mgeni, bali kama mkereketwa wa ukuaji. Mwanamke aliyekuwa bado akifikiria mbele, alikuwa mtumishi wa umma, na hivi leo alikuwa anafuzu shahada yake nyingine. Katika bunge la kaunti ya Vihiga, Rachel alihudumu katika kamati ya wahakiki wa idara ya makaratasi, nafasi isiyoonekana sana lakini yenye uzito mkubwa. Wenzake walimfahamu kuwa makini, anayeaminika, mkimya, lakini mtu brilliant sana. Alikuwa aina ya mtaalamu aliyebeba mashirika mikononi bila kutafuta sifa. Kama spika wa bunge alivyokuwa akieleza baadaye, aliacha athari thabiti kwenye timu. Alikuwa injini isiyoonekana ya utawala, akihakikisha maamuzi yanarekodiwa, sheria zinafuatwa, na imani ya umma inaheshimiwa. Na kisha kulikuwa na maisha ambayo yalikuwa muhimu zaidi kwake. Nyumbani, Rachel alikuwa kitovu cha familia, mke ambaye kutokuwepo kwake kuliacha ukimya, sehemu ambayo mara moja kulikuwa na kicheko. Mama wa wavulana wawili wadogo ambao walilia alipokuwa akipakia kwa safari yake ya kwenda Kabarak, bila kujua kuwa kwa heri hii ingekuwa ya kamili.
Kumbukumbu ya mwisho kwake si mafunzo au onyo, bali ilikuwa upendo. Nyumba yake Vihiga ilikuwa kitovu chake, mahali paliojengwa kwa joto, utaratibu na nguvu tulivu. Mahali aliyokuwa akirejea usiku huo, na ndiyo kilichopotea. Si mwanamke tu, si mtumishi tu, bali mstakabali unaoendelea kusonga mbele katika maisha. Na gizani usiku mmoja, yote yalichukuliwa. Siku chache kabla ya kifo chake, Rachel alikuwa akisherehekea. Alikuwa na miaka 38, mama wa watoto wawili, na kwa muda mfupi maisha yalionekana kuwa mepesi. Alisafiri kutoka Kisumu hadi Nakuru kuhudhuria sherehe ya kuhitimu Kabarak University. Kumbukumbu ya safari yake na siku zijazo ambazo bado alikuwa akijenga. Krismasi ikikaribia, alitamani kurejea nyumbani kwa watoto wake, kwenye mpangilio wa kawaida wa maisha yake. Usiku huo alianza safari ya kurudi. Alipanda matatu Kisumu, akapita gizani kuelekea magharibi mwa Kenya. Masaa kadhaa baadaye, karibu saa 10 usiku, alifika Bondo. Alipiga simu nyumbani, akasema karibu anafika. Akasema atachukua bodaboda kwa hatua ya mwisho na kila kitu kitakuwa kwa haraka. Mwenyewe alikata ofa ya kuchukuliwa na mume wake stejini. Rachel alikuwa huru, mwenye kujiamini, akithibitisha ndani yake kwamba atafika nyumbani hivi karibuni. Kutoka Bondo, alikodisha bodaboda kwa kilomita 30 za mwisho kuelekea nyumbani kwake kijijini Got Agulu. Ilikuwa barabara anayoijua vizuri, safari ambayo alikuwa amefanya mara nyingine, yenye mwendo wa kawaida na mikunjo isiyo sawa. Bodaboda iliondoka eneo la kituo na kuingia gizani. Sio muda mrefu baadaye, dereva alisimama kuchukua abiria mwingine, mwanaume. Rachel aliketi katikati yao wakati bodaboda ilipokuwa ikipita kwenye barabara ngumu yenye maporomoko. Kadri walivyopita, ndivyo giza lilivyoongezeka. Karibu na kijiji cha Kagalo Awala, bodaboda ilianza kupunguza mwendo. Injini ikazima kisha kusimama kabisa. Dereva alijisogeza kuguza tanki la mafuta, akikisia na kupiga kichwa. Alisema petroli imeisha, hawezi kuendelea. Alionyesha ishara kuelekea kwenye mwendo wa barabara kule mbele, karibu kutoonekana, ili kutafuta stesheni ya mafuta, kwani pikipiki ilikuwa imezima kwenye vichaka na giza. Ghafla mvua ikaanza kunyesha polepole. Barabara ilikuwa tupu. Hakuna mataa, hakuna vyumba, hakuna watu wanaopita. Hapa ndipo safari ya Rachel ilipoishia, na pale ambapo kitu cha hofu zaidi kilianza. Rachel alipiga simu nyumbani kwa mara ya mwisho. Alisema alikuwa kwenye junction ya Kagalo Awala. Bodaboda ilikuwa imemaliza mafuta. Akasema wangeweza kuja kumchukua sasa. Sauti yake ilikuwa thabiti. Hakucheka wala hakulia. Hakujua kilichokuwa kikiwasubiri. Simu hiyo ndiyo ile ya mwisho ambayo familia yake ilisikia kutoka kwake. Kilichotokea kisha kwenye msitu mnene uliozunguka junction hiyo ya upweke ni mapanga ya mauti. Kulikuwa na mapambano mafupi zaidi, makali zaidi na ya kukata tamaa. Maelezo yaliyorekodishwa baadaye kutoka eneo la tukio na uchunguzi wa maiti yalisimulia hadithi isiyo ya kuamini, lakini isiyo ya kuepukika. Rachel alikuwa amevamiwa, alikandamizwa, alikatakatwa, akanyanyaswa kingono. Pia mali zake zikaporwa. Simu yake, pesa zake, mkoba wake, yote yalichukuliwa wakati giza likiingia. Kisha kuhakikisha ukimya wake, kuhakikisha hata watambua washambuliaji wake, kitendo cha mwisho cha vurugu kilifanyika. Wachunguzi wanaamini kilitendeka kwa kutumia silaha nzito, labda shoka au panga. Kilikuwa makusudi na cha mwisho.
Ndani ya muda mfupi, kila kitu kilichukuliwa kwake: usalama wake, heshima yake na mustakabali wake. Alianza safari ya kwenda nyumbani, lakini hakufika. Nyumbani kwake Got Agul, dakika zikapita, kisha saa zikapita. Simu hazikuchukuliwa, ujumbe haukujibiwa. Gari lililotumwa kumchukua Rachel hatimaye liliwasili kwenye junction ya Kagalo Awala. Taa za mbele zikikata gizani, zikipata barabara tupu, vichaka, alama za barabara, utulivu. Hapakuwa na bodaboda, hapakuwa na abiria, hapakuwa na Rachel. Kila lilokuwa limebaki ni tumbo la engine likiendesha mahali palipokuwa ghafla linaonekana kuwa pabaya. Dereva huyo alisubiri kidogo, kisha akapiga kwenye namba zingine za Rachel, ila hakupata jawabu. Mvua ikinyesha taratibu, barabara ilibaki tupu. Kile kilichopaswa kuwa kumchukua tu kiligeuka kuwa kitu kingine kabisa. Uelewa polepole na kwa hofu kwamba Rachel alikuwa amepotea, mahali kati ya simu na ahadi ya kurudi nyumbani. Hadi gari liliporudi nyumbani, ukweli ulikuwa unaanza kuingia. Hakuwakosa wao, ila alikuwa ametekwa nyara. Asubuhi iliyofuata Rachel alipatikana. Alipatikana amejeruhiwa vibaya sana. Alipatikana ametendewa kifo cha kikatili. Eneo la tukio lilikuwa la kutisha, likiingizwa ndani ya kumbukumbu ya waliokuwa hapo. Polisi walipigiwa simu, walikuja haraka. Kwa uangalifu waliupata mwili wake na kupeleka kwenye mochari ya Bondo Sub-County. Hapo katika baridi ya chumba hicho chenye ukimya, familia yake na mume wake Peter walikabiliana na kisichoelezeka. Walitambulisha mwili wake, muda wa mwisho wa maumivu unaobadilika kuwa uhakika. Rachel alikuwa ameshafariki. Dalili za yeye kuvamiwa na kuibiwa zilionekana wazi, zikijumuishwa kwenye rekodi rasmi. Hii haikuwa vurugu isiyo na maana, ilikuwa vurugu yenye lengo, vurugu kwa faida. Lakini kitendo cha mwisho, chanzo cha kifo, kilikuwa chenye kikatili kisicho na kipimo. Jeraha kubwa lililoingia ndani, likienea kutoka kwenye shoka moja la kina. Aina ya jeraha linalotokana na silaha nzito yenye kingo kali, shoka au panga kubwa. Jeraha hili lilitokea baada ya yote mengine, baada ya shambulio, baada ya wizi. Hili ndilo pigo la mwisho lisilopingika. Msururu wa matukio uliweka cheo kando, ukatengwa na jeraha, kuibiwa mali, kufanyiwa ukatili wa kingono na kupewa kifo chenye ukali, kuhakikisha ushahidi haupo. Kilikuwa ni kitendo cha uhalifu kamili, alama ya uhalifu kwa hakika. Hii haikuwa kazi ya wavivu au wapumbavu. Hii ilikuwa kazi ya wanyama wa uwindaji ambao walikuwa wamefanya hivi mara nyingine kwingine. Visa vya pikipiki kuisha mafuta, kauli zao za kuhadaa junction ya Kagalo Awala, shamba lao la uwindaji. Hii haikuwa tukio la peke yake. Miezi kadhaa kabla, mwanamke mwingine alipotea karibu na Usenge baada ya kupanda bodaboda usiku wa manane. Mwili wake ulipatikana kwenye vichaka akiwa ameibiwa, ameshambuliwa kingono. Miezi sita kabla ya hapo, tukio sawa eneo la Yimbo, njia na mbinu zilikuwa zile. Walengwa walikuwa abiria wa peke yao, mara nyingi wanawake, wakitumika sababu za kawaida za kutekelezwa kwenye sehemu za giza. Kisha ukatili, shambulio la kingono, alafu kifo. Uelewa wa kutisha uliingia taratibu kadri uchunguzi ulivyokuwa ukifanywa. Rachel Siamba hakuwa mwathirika wa kipekee. Alikuwa mwanamke wa mwisho kwenye mfululizo wa operesheni zilizopangwa kwa makini. Wanaume wawili
waliounganishwa na kesi yake walikuwa washukiwa wakuu katika mauaji mengi kando ya barabara ya Bondo Usenge. Mbinu zao zilikuwa rahisi lakini zenye kutisha: kutumia uaminifu wa watu katika usafiri wa umma, kudanganya tatizo la magari, kushambulia mwathirika akiwa peke yake, dhaifu, na hatimaye kuuawa. Walikuwa wawindaji na barabara ilikuwa shamba lao. Hadi sasa uwindaji wao haujakoma. Wanaume wawili waliowajibika kwa mauaji ya Rachel Siamba na wanaoshukiwa kuhusika na uhalifu mwingine mkali kando ya barabara ya Bondo Usenge bado wapo huru. Wanahamia, wanatazama, wanasubiri. Polisi wanafuata kila mwongozo, lakini historia imetufundisha ukweli huu: kesi kama hizi hazitatuliwi kwa vyombo vya sheria pekee. Zinatatuliwa pale ambapo watu wa kawaida, mimi na wewe, tunaamua kwamba ukimya si chaguo tena. Kama ulikuwa umeona kitu usiku huo, kama unajua hadithi ya bodaboda iliyobadilika ghafla, kama mtu alikuja na fedha, nguo au mali zisizoelezeka, kama mbinu hizo zinafanana na nyingine, sema, kwa sababu ukimya haukuhakikishi usalama. Ukimya unalinda hawa wawindaji wa maisha zetu. Na kipande kimoja cha taarifa, simu moja ya kufichua haki, au rekodi moja kinaweza kuzuia kifo kijacho. Ripoti kile unachojua kwa kituo cha polisi kilicho karibu au kupitia laini za siri za matangazo. Wanaume hawa lazima washikwe. Hadithi ya Rachel si tu kichwa cha habari cha uhalifu wa kweli. Ni onyo, ni ukumbusho mkali ulioandikwa kwa damu na majuto. Kwa yeyote anayeenda mikoani, hasa wanawake, hasa usiku, haya ni maagizo ya kuishi. Usipande bodaboda kutoka kwa mtu usiyemjua baada ya giza. Panga safari zako ili zikamilike mchana wenye jua. Kama basi lako limechelewa, usirushwe mwisho wa safari lako. Baki kwenye jiji, lala, safiri asubuhi. Piga simu kwa watu unaowaamini, subiri nao. Hakuna lengo linalostahili kujaribu maisha yako. Shiriki mahali ulipo, angalia mara kwa mara, amini hisia zako. Ikiwa jambo linaonekana si sawa, linakuwa kweli si sawa. Ukweli ni wa kutokuwepo kwa raha, lakini lazima usemwe wazi. Dunia si jinsi inavyopaswa kuwa. Na mpaka itakapokuwa, uangalizi sio hofu, ni kuishi. Rachel alistahili maisha bora. Mwathirika anayefuata anastahili nafasi ya kamwe kutokuuawa. Safari ya Rachel Siamba Adhiambo ilimalizika hapa, kwenye kipande cha kawaida cha dunia kilichokuwa eneo la uhalifu. Usiku mmoja, ndoto zake, kicheko chake na mustakabali wake vilifutwa, si kwa mali, si kwa kisasi, bali kwa vitu vichache alivyokuwa navyo na wakati mfupi wa ukali usiokuwa na huruma. Hii ni jinai ya maisha yaliyochukuliwa, familia iliyovunjika bila nafuu, jamii inayohusishwa na picha ya vivuli viwili kwenye bodaboda, vikibebwa gizani, bado vikitembea mpaka leo. Lakini hadithi ya Rachel haiwezi kumalizika kwa ukimya. Inapaswa kuwa kisingizio, kilio kinachorindika kutoka mochari ya Bondo hadi kila kituo cha usafiri, kila barabara, kila kijiji nchini Kenya. Kwa sababu uovu haujitangazi, unawinda katika utaratibu, katika imani, katika mahitaji rahisi ya binadamu ya kufika nyumbani. Uchunguzi bado unaendelea. Uwinde wa washukiwa hawa wawili sio tu wa sasa, ni kwa Rachel, kwa wengine wasiojitambulisha waliopotea kwenye barabara hii, na kwa usalama wa kila msafiri anaitazama makala hii. Share hadithi hii,
Baki macho wazi kila ulipo. Omba Mungu sana tuweze kupata mabadiliko ya amani. Amini roho yako na roho za waliopotea kwenye barabara hizi wapate amani, na mayana ya haki hatimaye yashikilie magurudumu ya bodaboda za wauaji. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Sheban Yusuf.